ma yajibu ala almarid, yale ambayo ni wajibu juu ya mgonjwa. Ni yapi anatakiwa mgonjwa ayafanye? Al-Allama Al-Albani rahmatullahi alayhi anasema ala almarid an yarda biqada'i llah, ni wajibu juu ya mgonjwa aridhie juu ya qadaa na mapitisho ya Allah subhanahu wa ta'ala aliyoyapitisha, na hukumu za Allah alizozihukumu. Hukumu zake Allah, kuna alhukmu ash-shar'iyyu na kuna alhukmu alkauniyyu. Alhukmu alkauni, ile ambayo kwamba lazima iwe, haina kutaraddad. Augue huyo augue, taugua tu. Hii ni qada ya Allah subhanahu wa ta'ala, la maradda lah. Kwa hiyo lazima awe na subra na awe na ridhaa, kwa maana aridhie. Wayasbira ala qadarihi, na awe na subira juu ya qadari zake Allah subhanahu wa ta'ala alizozipitisha huko kabla ya kuumba mbingu 7 na ardhi 7 kwa miaka 1050. Ameshaandika fulani atakuja kukaa kitandani miezi 10, miaka 3 yuko kitandani, hamjui aingiaye wala atokaye. Ameshaandika katika lawhi al-mahfuz, kama ilivyokuja katika hadith, qaddara Allahu maqadir al-khalq qabla an yakhluqa as-samawati wal-ard bi 50,000 sana. Ameshakadiria hayo Allah kabla hajaumba mbingu 7 na ardhi 7 kwa miaka 1050. Wayuhsin adh-dhann bi rabbih, wakati huo amdhanie Mola wake dhana njema. Amdhanie Mola wake dhana njema kwamba Allah hanionei mimi, nataraji kwa Allah maradhi yangu haya kwa subira niliyokuwa nayo na shukurani kwake itakuwa ni tohra, ni utakaso wa madhambi yangu. Au haya yaliyonisibu mimi ni kwa sababu ya machumo ya mikono yangu, kuna sehemu mimi nilimkosea Allah. Kwa nini? Kwa sababu wama asabakum min musiba fabima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir, hautakusibuni nyinyi msiba wowote isipokuwa sababu yake ni machumo ya mikono yenu, madhambi mliyoyafanya. Na wala mtu asije akakaa akajidanganya kwamba ana madha fa'alt, nimefanya nini mimi mpaka nikaadhibiwa adhabu yote hii hapa kitandani. Ana madha fa'alt, nimefanya nini mimi? Wewe ni nani mpaka useme hayo? Hal anta malakun karim? Hal anta nabiyyun mursal? Wewe ni nabii uliyetumwa, uliyekingwa na makosa? Au wewe ni malaika ambaye la ya'suna Allah ma amarahum? Nani wewe? Kwa hiyo tuhsinu dhann bi rabbik, uwe na dhana njema kwa Mola wako Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu wanasema ahlul ilm, hata wale ambao hawana makosa wanapatwa pia na masaib. Masaibu yale huwa ni njia ya kuongezea daraja, ni njia ya kuongezea daraja. Kwani mtume wetu sallallahu alaihi wasallam hajapigwa jiwe siku ya Uhud? Hajapigwa mawe siku ya Taif? Walipokwenda kule Taif kuwatangazia Uislamu kwa kiongozi wao Abdi Alil bin Abdi bin Kulal, akiomba msaada nani atamsaidia afikishe risala ya Mola wake, akawatuma wapumbavu wa mji wa Taif wakampiga mawe bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Kamkosea nini Allah mpaka akayapata yale? Si ndio yeye ambaye Allah anamwambia liyaghfir Allahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma
taakhar, semeshasamehewa yale kuzidishiwa daraja juu ya daraja alizokuwa nazo alayhi salatu wassalam. Dhalika khairun lahu, kuyafanya haya kwake yeye ni kheri. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallama, amesema mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam, ajaba liamri almu'min, ajabu iliyoje kwa mambo ya muumini, ajabu iliyoje ya mambo ya muislamu. Inna amrahu kullahu khair, hakika mambo yake yeye yote yana kheri kwake. Walaysa dhalika li ahadin, na hilo hatolipata yeyote, illa lilmu'min, isipokuwa kwa mu'min aliyemwamini Allah subhanahu wa ta'ala, akaiamini siku ya mwisho, wasaddaqa almursalin, na akawasadikisha mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala katika yale waliokuja nayo. Huyu ndiye anayekusudiwa. In asabathu sarra, kama muumini huyu atapatwa na lile la kumfurahisha lolote lile, kapatwa na mali, ana mali, kapatwa na jaha, kapewa cheo, kapatwa na mafanikio, anafanaka, kaongezwa kadha, huyu kapata ilmu. In asabathu sarra, akisubiwa huyu na ya kumfurahisha, mu'min wa kweli ni yule ambaye shakara, anashukuru, fakana khairan lahu, kushukuru huko kukawa kwake yeye ni kheri. Si yule ambaye anaziegemeza neema kwa asiyekuwa Allah. Anatakidi kwamba alichokipata katika mafanikio sio kwa ujanja wake. Kwa hiyo kuna maneno husemwa ya kijahili kwamba wajali wao husifiwa akili zao. Haya maneno ya jahilia, wajali wao husifiwa akili zao. Akili zao ndio nini? Kwani wenye akili peke yao ndio waliojaliwa? Wako ambao hawana akili na wamejaliwa, wako ambao hawana ilmu na wamejaliwa, wako ambao hawajui kuandika majina yao na wamejaliwa. Kwa hiyo jaala iko mikononi mwa Allah subhanahu wa ta'ala. Qul illahumma malikal mulk tu'ti al-mulka man tasha wa tanzi'u al-mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadika al-khair innaka ala kulli shay'in qadir. Khairi zote ziko mikononi mwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in asabathu dharra, na kama atapatwa na la kumdhuru au lenye madhara, ufakiri umemdhuru, kadhalika ana maswaib yanamdhuru, ana mitihani, ana mambo yamemzonga, ana maradhi yamemwandama kwa muda mrefu na hana dawa na hana ndugu wa kumsimamia, hana kadha, sabara. Akiwa na mazingira hayo pia mu'min wa kweli ni yule ambaye kwamba huonekana subira yake, anasubiri. Na ukisubiri juu ya masaib yaliyokusibu, basi una bishara njema wewe kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wabashiri sabirin alladhina idha asabatuhum musiba. Allah alipotaja msiba hakutaja msiba kwa alif na lam, ameutaja msiba munakkara. Alladhina idha asabatuhum musiba qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Mpaka wakiyasema haya, maana yake tayari wamesharejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wameshakuwa na subra kwake subhanahu wa ta'ala, wameshamshukuru kwa yale yaliyowasibu. Ulaika alayhim salawatun min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun. Haya watayapata wenye kusubiri. Innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighairi hisab, hakika si vinginevyo watalipwa malipo kamili waliosubiri juu ya masaibu mbalimbali yaliyowasibu, ujira wao pasi na hisabu.
ujira wa sabir hauna hesabu kwa mujibu wa aya. Kwa hiyo la kwanza ambalo mgonjwa huyu mwenye maradhi yanayomsumbua, na wako watu kwa vitandani wana miaka 4 na miaka 5, watakiwa wakumbuke mitume na manabii wa Allah. Wamkumbuke nabii wa Allah nani? Nabii Ayub. Nabii Ayub alayhi salatu wassalam, na subra aliyoifanya alayhi salatu wassalam. Waqala sallallahu alayhi wasallam, na akasema bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, la yamutanna ahadukum, asife mmoja wenu, illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi ta'ala, isipokuwa awe anamdhania Mola wake dhana njema. Anamdhania Mola wake dhana njema, halalamiki kwa masaibu yaliyomsibu. Kama unakwenda kumsalimia yeye analalama tu, mimi nitafanyaje, mimi nimekaa hapa muda wote huu, Mungu ya Rabbi toba, Mungu ya Rabbi toba, mja wako mimi nimekukosea wapi mimi ya Rabbi. Haya si maneno ya subra, haya si maneno ya kumdhania Mola wako dhana njema. Kwa nini usituhumu nafsi yako kwanza kabla ya kumdhania Allah dhana mbaya? Kwa nini usituhumu nafsi yako kama kuna jambo umelifanya wewe? Kwa hiyo Allah amekupa hili hapa duniani ili uweze kumkumbuka, ukumbuke makosa uliyoyafanya na utubie kabla ya kuondoka kwako. Haya ndio ambayo kwamba yanatakikana yawe. Husnu dhanni billah, asife mmoja wenu. Tena mtume alayhi salatu wassalam amekokoteza kanuni taukidi thaqila, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi ta'ala, asife mmoja wenu isipokuwa mpaka akijiliwa na mauti basi alishamdhania Mola wake dhana iliyokuwa njema. Rawahuma, hadithi mbili hizi wameipokea Muslimun, al-Imam Muslim ibn al-Hajjaj wal Baihaqi wa Ahmad. Hili ni la kwanza, mgonjwa awe na ridha juu ya qada ya Allah subhanahu wa ta'ala aliyomshushia, na awe na subra juu ya kadari ile, kwa sababu kadar kuna ya kheri na kuna ya shari ambayo watu hawayapendi. Kadhalika yuhsinu dhanna bi rabbih, awe na dhana njema kwa Mola wake subhanahu wa ta'ala, na wale watakaoyafanya hayo wana malipo makubwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. La pili, anasema rahmatullahi alayhi, wayambaghi alayhi, na inatakikana kwake huyo mgonjwa, an yakuna baina alkhawfi warraja, awe baina ya daraja mbili, daraja ya kuwa na hofu na daraja ya kuwa na matarajio. Asiwe na hofu moja kwa moja, huenda ikamtoa katika mstari, wala asiwe na matarajio ya moja kwa moja, huenda akaghurika na nafsi yake, bali awe na hofu kadhalika awe na matarajio. Mawili haya baadhi ya ulama wanasema ni sawa sawa na mabawa ya ndege. Hawezi kupuruka ndege bila ya mabawa haya mawili. Kadhalika wewe huwezi kwenda kwa Allah salama bila ya mabawa haya mawili, bawa la hofu, bawa la arraja. Anasema rahmatullahi alayhi, wayambaghi alayhi, na inatakikana juu yake, an yakuna, awe huyo mgonjwa baina alkhawfi warraja, yuko baina ya kuogopa na baina ya kutaraji. Yakhafu iqab Allah, anaogopa nini? Anaogopa adhabu za Allah. Juu ya nini? Ala dhunubihi, juu ya madhambi yake aliyoyafanya. Hakuna atakayesema kwamba mimi sina haja ya kuogopa kwa sababu mimi sina madhambi, utakuwa ni muongo. Wewe utakuwa ni muongo, kadhab. Ni kweli kwamba ile siku uliyozaliwa umekuja huna dhambi, hili ni kweli, huna dhambi. Kullu mauludin yuladu ala alfitra faabawahu imma yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi, wala hakusema au yuslimanihi, kwa sababu alfitra huwa alislam.
siku iliyokuja ulikuwa ni kama wanavyosema ni malaika, kuna dhambi. Lakini kuna tofauti baina ya ujio wako na kurejea. Wanasema ahlul ilm, farqun baina almajii wa baina arrahil, kuna tofauti kubwa baina ya kuja na kurudi kwa Allah. Yajiu almar'u ma'a alfitra, mtu anakuja na fitra ya Uislamu, anayezaliwa ni Muislamu. Hata mtoto wa papa akizaliwa leo ni Muislamu, hata mtoto wa padre akizaliwa leo ni Muislamu, mtoto wa baba askofu akizaliwa leo ni Muislamu. Yuladu ala alfitra. Kwa hiyo unakuja na fitra, thumma qad takhruju bilkufr. waweza ukarudi kwa Allah na ukafiri, waweza ukarudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. wa dhunubu dunya kulluha ala dhahrik, madhambi ya dunia nzima yako juu ya mgongo wako. Kwa hiyo ni nani wewe mpaka useme kwamba sina haja ya kuogopa adhabu ya Allah? Wewe ni nani? Kila mmoja katika wana wa Adam anamkosea Allah, huzidiana, watu hutofautiana baina muqillin wa mustakthir, huyu kazidi, huyu kidogo ana machache, lakini kila bani adam khata, kullu bani adam khata, wa khairul khata'in at-tawwabun. haya ameyasema Rasul alayhi salatu wassalam. kwa hiyo yakhafu iqab Allah, agope juu ya adhabu za Allah subhanahu wa ta'ala, ala dhunubihi, juu ya madhambi yake. Wayarju, wakati huo huo ataraji rahmata rabbihi, huruma za Mola wake. kwa maana na makosa na madhambi, lakini Allah rahim, kweli naogopa ataniadhibu, lakini Allah pia ana huruma kwa waja wake, na huruma zake zimezidi ghadhabu zake. inna rahmati wasi'at ghadabi, huruma zangu zimezidi ghadhabu zangu. kataba rabbukum ala nafsihi arrahma, amefaradhisha Mola wenu juu ya nafsi yake huruma. wa rahmati wasi'at kulla shay, wa rahmati wasi'at kulla shay, huruma zangu zimevienea vitu vyote. Allah anasema mpaka nguruwe ambaye ni haramu kuliwa na Waislamu anahurumiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio maana anapumua, anakunywa, anakula, anajamiana, anazaa, analala na vitu kama hivyo. Tayeb, kwa hiyo la pili ambalo amelisema rahmatullahi alayhi, anatakikana awe baina al-khawf wal-raja, aogope iqab Allah, adhabu za Allah subhanahu wa ta'ala, ala dhunubihi, juu ya madhambi yake. Wayarju rahmata rabbih, wakati huo huo ataraji juu ya rahma zake Allah subhanahu wa ta'ala, asikate tamaa. Kinyume cha kutaraji ni kukata tamaa, kinyume cha arraja ni alqanut min rahmatillah, kukata tamaa juu ya rehema za Allah. na Allah anasema waman yaqnatu min rahmati rabbih illa ad-dallun, katika suratul Hijr. na yoyote, na ni nani ambaye atakata tamaa juu ya rehema za Mola wake zaidi ya waliopotea? kwa hiyo wewe usiwe katika hao, taraji huruma zake Allah subhanahu wa ta'ala, na utakiwa uwe na hofu, kwa sababu asiyekuwa na hofu ni yule ambaye amejitumainisha. afa aminu makra Allah fala ya'manu makra Allah illa alqaumu alkhasirun, hivi wamejitumainisha na adhabu za Allah, hakuna anayeweza kujitumainisha na adhabu zake ila ni wale waliokula hasara. kwa hiyo yote mawili hayatakikani, kukata tamaa wala madha, kukata tamaa juu ya rehema za Allah, kadhalik kujitumainisha. na kinyume chake kinatakikana, cha kwanza kuogopa juu ya adhabu za Allah, la pili ni kuwa na matarajio ya rahma zake Allah subhanahu wa ta'ala. kwa ushahidi wa hadithi ya Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu, anasema anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam dakhala ala shabi wa huwa bil maut, aliingia nyumbani kwa kijana mmoja, wa huwa bil maut,
akiwa yupo katika sakratul maut. Faqala, akasema bwana mtume alayhi salatu wassalam, kaifa tajiduka, unajihisije, unajihisi vipi? Qala, akasema wallahi ya Rasulullah, naapa kwa Allah ewe mtume wa Allah, inni arju Allah, mimi bwana kwa mazingira haya unayoniona nayo, arju Allah, nina matarajio makubwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, nataraji rahma zake. Wa inni, na hakika mimi, akhafu dhunubi, ninachelea juu ya madhambi yangu. Nina mambo mawili, namuogopa Allah juu ya madhambi yangu, hili ni la pili. La kwanza, arju Allah, namtaraji Allah kwa rahma zake. Akasemaje alayhi salatu wassalam? Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, akasema bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, la yajtami'ani, hayatakusanyika mawili hayo, fi qalbi abdin, katika moyo wa mja, min ibadillah, fi mithli hadha almawtin, katika sehemu kama hii, kwenye mazingira kama haya ya kutaka kukata roho, fi hadha almawtin, illa a'tahu Allahu ma yarju, isipokuwa mja huyo aliyeyapatikanisha mawili hayo katika moyo wake kwenye mazingira kama haya, Allah atampa ma yarju, yale anayoyataraji. Wa amanahu, na atampa amani. Wa amanahu, na atampa amani. Mimma yakhaf, kutokamana na yale anayoyahofia na kuyachelea. Akhrajahu at-Tirmidhi, amepokea al-Imam at-Tirmidhi, wa sanaduhu hasan. Nasema Tirmidhi, sije mtu akaja akasimama huko nasema hamjui Imam Tirmidhi. Tirmidhi, wa sanaduhu hasan. Wa Ibn Majah, pia Abu Abdullah Ibn Majah al-Qazwini, wa Abdullah Ibn Ahmad, na Abdullah mtoto wa Imam Ahmad, fi zawaid az-zuhd, ukurasa huo 24-25. Wa Ibn Abi Dunya, kadhalika mtoto wa baba yake Dunya, kama fi targhib, mjeledi wa 4 ukurasa wa 141. Wanzur lah, na litazame hilo pia katika al-Mishkah 1612.